Waliwatelekeza si kwa sababu hawakuwapenda, bali kwa sababu hawakujua thamani yao. Mapacha wenye ulemavu wa ngozi waliwatupa kama mizigo, lakini wakaja kung'aa kama dhahabu. Hii si hadithi ya kawaida, hii ni simulizi ya maumivu, matumaini na mafanikio yasiyoaminika. Karibu ujue ukweli wote. Kwenye kona ya soko la Buguruni palikuwa na kibanda kidogo kilichojengwa kwa miti ya mipira na kuezekwa kwa mabati ya zamani. Hapo ndipo alipokuwa akisukuma maisha yake Hassan, mwanaume wa miaka 36, bachela tangu alipoachwa na mchumba wake miaka 8 iliyopita. Alijipatia riziki kwa kuuza mboga na matunda, nyanya, vitunguu, machungwa na ndizi za Bukoba ndizo zilizojaa kwenye meza yake kila asubuhi. Alikuwa si mtu wa maneno mengi. Kazi yake ilianza saa 11 alfajiri na kumalizika jioni. Alipochoka, alirudi kwenye chumba chake cha kupanga pembezoni mwa soko, chumba kimoja chenye godoro, jiko la mkaa na picha ya mama yake marehemu iliyoning'inia ukutani. Siku hiyo jioni, mvua ilikuwa imenyesha kwa kishindo na kuacha matope kila kona. Hassan alikuwa amebeba boksi lake la machungwa mabaki yaliyosalia, akielekea nyumbani kwake. Njiani alisikia sauti ya kitu kama kikohozi kidogo kilichozimwa na ukimya wa mvua inayokoma. Alisimama. Aliangaza kwenye kichaka kilicho jirani na mtaro wa maji. Hapo aliona kitu kilichomshangaza, watoto wawili wachanga, mapacha, wakiwa wamefungwa kwenye blanketi la zamani, wakitetemeka kwa baridi. Ngozi yao ilikuwa ya rangi tofauti, rangi ya maziwa yaliyochemka. Walikuwa albino. Moyo wa Hassan ulisukuma kwa nguvu kama ngoma ya jando. Aliinama na kuwachukua mikononi mwake. Walikuwa wamechafuka na macho yao yakiwa yamejaa hofu na ubaridi. Aliwafunika kwa shuka lake na kukimbia nao hadi nyumbani kwake. Alipowasafisha kwa maji ya uvuguvugu, aligundua kwamba watoto wale walikuwa na majeraha madogo miguu na mikononi, kana kwamba waliangushwa ardhini kwa makusudi. Aliwafunika kwa vitambaa vyao vya zamani na kuwapa maziwa ya kopo aliyokuwa nayo. Alichopata kutoka kwa majirani siku iliyofuata kilimvunja moyo. Wale watoto walitelekezwa na mama yao. Walisema hawawezi kulea laana ndani ya nyumba. Waliwahi kusikika wakisema wanaogopa jamii itawazomea kule kijijini. Hassan hakuweza kulala usiku ule. Aliwaangalia wale malaika wawili waliokuwa wamelala kwenye godoro lake dogo. Hakukuwa na hata wazo la kuwarudisha barabarani. Aliamua siku hiyo hiyo, nitawalea. Hata kama sina vya kutosha, nitagawana nao kidogo nilichonacho. Maisha hayakuwa rahisi. Mauzo ya mboga hayakuwa ya uhakika, hasa wakati wa mvua. Kulisha watoto wawili wachanga, kununua nepi, maziwa na dawa kulimchosha zaidi ya kawaida. Lakini kila aliporudi nyumbani na kuona tabasamu lao dogo, moyo wake ulijaa faraja ya pekee. Aliwapa majina Baraka na Neema kwa sababu walikuwa zawadi kutoka kwa Mungu, hata kama jamii iliwaona kama laana. Miaka ilipita. Baraka na Neema walipokuwa na miaka 6, tayari walikuwa wakienda shule ya msingi ya karibu, huku Hassan akiendelea kuwasomesha kupitia jasho lake sokoni. Watu walimshangaa, mbona unahangaika na watoto wasio wako? Lakini Hassan alikuwa na jibu moja tu, sikuwaokoa wao, waliniokoa mimi. Baraka alikuwa mwepesi wa akili, hasa kwenye masuala ya hesabu na teknolojia. Neema, kwa upande mwingine, alikuwa mchora picha mzuri, aliyeweza kutumia rangi kueleza hisia kuliko maneno. Walipofikisha umri wa miaka 14, Hassan alikuwa ameweza kuwapeleka hadi sekondari ya serikali, huku wakibeba maono makubwa sana. Kwa bahati nzuri, walishiriki mashindano ya ubunifu wa kidigitali kupitia shule yao na wakashinda nafasi ya kwenda Nairobi kwa ufadhili wa taasisi moja ya kimataifa ya watoto wenye ulemavu. Baraka aliunda programu ya simu ya kusaidia watoto albino kupata taarifa za kiafya, elimu na msaada wa kisheria. Neema alichora mfululizo wa vibonzo vilivyoelezea maisha ya albino kwa njia ya kisanii na picha zake zilianza kusambaa mitandaoni. Miaka ilipita. Baraka alipata ufadhili kwenda Marekani kusomea software engineer. Neema alienda Uingereza kusomea digital art na storytelling.
Miaka 10 baada ya kuokotwa, walirudi Tanzania kama vijana waliojiajiri, wakiwa wameanzisha kampuni kubwa ya teknolojia na sanaa. Walitoa ajira kwa vijana zaidi ya 200, wengi wao wakiwa na ulemavu. Walirudi Buguruni, pale pale alipokuwa baba yao Hassan anauza mboga zake, sasa akiwa na mvi kichwani na mwili uliodhoofika kwa kazi ya miaka mingi. Kwa machozi walimkumbatia Hassan mbele ya waandishi wa habari, wakitangaza, baba yetu hakutuzalia kwa damu, lakini alitulea kwa moyo, kwa jasho lake. Hii kampuni, hii mali, haya mafanikio yote ni kwa sababu yake. Miaka mingi ilipita. Baraka na Neema walizidi kung'aa kama nyota waliotumwa kwa dunia yenye giza. Kampuni yao Baranimu Tech Creatives ilikuwa kwa kasi. Walihubiri usawa, wakasaidia watoto wenye ualbino kote Afrika Mashariki, wakajenga shule maalumu Arusha na kuanzisha kliniki za bure kwa ajili ya afya ya ngozi na macho ya watoto wenye mahitaji kama yao. Lakini mbali na haya yote, kulikuwa na moyo mmoja uliokuwa na doa. Doa la giza, la majuto, la kilio cha ndani lililokuwa linawafuata wazazi waliowazaa, kisha kuwatupa kama takataka. Kwao Nzega, familia ya majuto. Mary na Gerald walikuwa wanandoa waliowahi kujulikana kama miongoni mwa familia za kulewa vizuri huko Nzega. Walibarikiwa na mtoto wao wa kwanza, Kelvin, mvulana mwenye ngozi ya kawaida, macho ya kahawia na tabasamu la malaika. Walimpenda sana. Lakini miaka 7 baadaye, Mary aliposhika mimba ya pili na kujifungua mapacha wenye ualbino, maisha yao yaligeuka. Wameharibiwa, mama mkwe wa Mary alisema kwa dharau. Ni mkosi, si wa kwetu hawa. Bora utembee na aibu kuliko kulea laana. Gerald, kwa hofu ya jamii na hadhi yao, aliunga mkono uamuzi wa Mary, watoto wale waondolewe. Usiku wa moja waliwachukua, wakawafunga kwenye blanketi la zamani na kuwaacha jirani na soko jijini Dar walikokuwa wameenda kikazi. Walirudi nyumbani kama vile hakuna kilichotokea. Walimwambia Kelvin, ndugu zako walifariki wakati wa kuzaliwa. Mungu alichukua walichokuwa nacho. Kelvin aliendelea kuishi akidhani alikuwa peke yake. Lakini haki haitelekezwi. Kile walichokifanya kilianza kuwatafuna polepole. Laana iliyowavaa kimya kimya. Mwaka mmoja tu baadaye, Kelvin alianza kuumwa. Mwanzo ilikuwa mafua ya kawaida, baadaye akawa na homa zisizoisha na hatimaye alianza kupoteza fahamu bila sababu. Madaktari waligwaya. Majibu hayakueleweka. Baada ya wiki 2 katika hospitali ya rufaa, Kelvin alifariki dunia akiwa na miaka 8. Mary alipiga yowe la kusikitisha kuliko yote. Aliugulia, akalia, akajilaani. Gerald alikaa ukingoni mwa kitanda akiwa haamini kwamba mtoto aliyebaki, ambaye walimchukulia kama mbarikiwa, ndiye aliyewatoka. Na wale waliowatelekeza walikuwa hai, hawajui hata walipo. Wakaingia kwenye mfululizo wa kujilaumu. Wakajaribu tena na tena kupata mtoto, miaka 7 ikapita bila mimba. Wakatembea kwa waganga, walihiji kwa viongozi wa dini, walitubu hadharani, lakini kila kitu kilinyamaza. Kizazi kilifungwa. Gerald alianza kulewa pombe kupunguza maumivu. Mary alikosa amani, alikonda na kuanza kuzungumza mwenyewe mara kwa mara. Walifilisika polepole kwa matibabu, harakati za kiroho na safari zisizoisha za kutafuta mtoto mwingine. Kwa jamii walionekana kama waliopotea kwa bahati mbaya. Lakini moyoni mwao walijua hii ni hukumu ya mioyo walioivunja kabla haijaanza hata kupenda. Wanakutana na habari za Baraka na Neema. Siku moja Mary akiwa kwenye duka la dawa mjini Tabora, alisikia redio ya mfamasia ikitangaza wenye kampuni ya Baranimu Tech, ndugu Baraka na Neema, wameshinda tuzo ya kimataifa ya ubunifu kutoka Marekani. Watoto hawa walimlea na kuwahifadhi muuza mboga sokoni baada ya kutelekezwa na wazazi wao miaka 30 iliyopita. Mary alihisi mzunguko wa damu ukimsimama ghafla. Alishika kifua chake na kuketi. Alisikiliza kila neno, kila taarifa, hadi jina la Hassan lilipotajwa kama mlezi wao. Alijua bila hata kuuliza hao walikuwa watoto wake. Alikimbia kuelekea nyumbani huku akipumua kwa shida. Gerald. Ni wao. Ni wale watoto wetu.
Wako hai, alilia. Gerald hakusema neno. Aliketi kimya kwa dakika kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya kukatika, na sio tu wako hai, sasa wamekuwa mabilionea na hatuko sehemu yoyote ya maisha yao. Safari ya majuto. Walianza safari ya kwenda Dar es Salaam, lakini si kwa kuwataka warudi nyumbani, walitaka kuwaona tu. Walifika Buguruni, wakapitia pale sokoni pa zamani ambapo waliwahi kuwaacha kwenye mtaro wa maji. Mahali pale palikuwa na mabanda ya kisasa sasa, lakini kumbukumbu za dhambi yao zilitiririka hewani kama moshi wa jiko lililozimwa muda mrefu. Waliomba sana kwa Hassan. Alikuwa sasa ameshastaafu, akiishi nyumba ya kisasa waliomjengea watoto wake. Alipowakaribisha, Mari alianguka miguuni pake akilia kama mtoto. Hassan, tunaomba msamaha, tulikosea, tulijawa na hofu ya jamii na sasa tunaishi kwa maumivu. Hassan aliwatazama kwa macho yaliyojaa upole lakini yaliyochoka. Akasema, siwezi kuzungumza kwa niaba ya Baraka na Neema. Wao wana mioyo yao na maamuzi yao. Lakini ukweli ni huu, watoto hawa walistahili zaidi ya mlivyowapa. Hatima ya majuto. Baraka na Neema walipokuja kutoka safari ya Nairobi, waliambiwa kuhusu wazazi wao wa damu waliokuja. Walisema wasiwachome picha zao. Walikaa kimya. Baadaye waliwaita ofisini kwao, katika chumba cha wazi kilichopambwa na picha zao za utotoni zikiwa zimechorwa na Neema. Walikaa kwenye kochi la kijani, macho yao yakikumbuka kila tone la baridi walilolala nalo chini ya jani la mpera. Gerald na Mari waliingia taratibu, kwa aibu. Baraka alisema, hamtuhitaji kusema pole. Mungu alituokoa kupitia Hassan. Tulikuwa bila chuki, ila hatuwezi kurudi kule mlipotutoa. Tumeshajenga maisha yetu. Neema aliwatazama kwa macho mekundu, akasema, tulikuwa zawadi mkatuona mzigo. Sasa sisi si wa kurudishwa bali wa kukumbukwa. Haya ndiyo maisha yetu. Msitutafute tena. Walinyanyuka na kutoka. Gerald alishika kichwa chake, machozi yakimtiririka. Mari alilia kwa sauti kama aliyepoteza mtoto wa pili. Waliondoka taratibu, wakibeba mzigo wa majuto mazito, wakijua ukweli usioepukika, watoto waliowatupa waliinuliwa juu yao. Na walibaki na mikono mitupu. Hitimisho. Simulizi hii inafundisha kuwa mtoto si mzigo, hata awe na tofauti ipi. Laana si ualbino, laana ni moyo usiojali. Na heri ule kwa kidogo chako kuliko kujivua utu kwa jina la jamii.